Naweza kusema kuwa ulimwengu umeamka na matumaini kiasi kwa siku ya leo tarehe 5 ya mwezi wa 8, ikiwa na muonekano tofauti kidogo wa hali ambazo tumekuwa tukijaribu kupitia huko nyuma, na kumekuwa na ongezeko kubwa la matumaini. Huenda makubaliano kiasi yakafikiwa, lakini kuna wakati huwa ninawakumbusha tu kuwa wengine wanaweza kutaka kuwa wanataka makubaliano, lakini najiuliza walioanzisha hili na wao wapo wanataka makubaliano au wao bado wamesimama kwenye njia yao? Nadhani haya ni maswali ambayo unaweza ukajiuliza. Masoko ya hisa Asia yote yameamka leo, hisa zikiwa zimesimama vizuri, imepanda, na bei ya mafuta ikionekana kuporomoka. Angalau ukiingia kwenye website utaona kama ni mshale wa kijani, yani inamaanisha kuwa yamepanda kidogo, lakini ni angalau yako chini ukilinganisha na hapo nyuma. Ndio hicho naweza nikakisema kuwa ukiangalia Brent ambayo wiki mbili zilizopita ilienda 100, leo inacheza kati ya 80, na crude oil iko kati ya 76. Hii ni ishara nzuri na matumaini mazuri ya ulimwengu kuwa kwenye nafasi yake. Inawezekana kuwa hivyo, lakini ukiangalia mfano wafanyabiashara wakubwa labda wa dhahabu kwa muda mrefu hapa kiasi ilikuwa bei iko chini, lakini naweza nikasema ukiangalia bei ya dhahabu ya jana na leo, inaweza kuwa leo imefanya vizuri zaidi dhahabu kwa kiwango cha kupanda ukilinganisha na siku mbili zilizopita, kwa sababu kuna wakati ilikuwa haitoki 4,000 mpaka 3,900 na kitu, lakini ukiangalia kwenye masoko leo ni kati ya dola actually iko kati 4,165. Ni kiwango cha juu ukilinganisha karibu mwezi mzima haikuwahi kufika kiwango hicho, kwa sababu wafanyabiashara wa dhahabu wananielewa. Ili nikitaka kulielewesha sana itabidi nitoe somo zima, hiyo bei imekaa kwenye nini wafanyabiashara wa dhahabu wananielewa nikilizungumza hili, ambayo imefika dola 4,165. Wakati haya yanafika, tunaona kwenye vyombo vya habari, mfano nilikuwa nikipitia baadhi ya vyombo vya habari duniani ambavyo vinaonyesha kama kuna ishara nzuri. Gazeti la Israeli la Hayom lenyewe limeandika US, Iran and Omani near 60 days deal to reopen Strait of Hormuz. Wanakaribia yani kufikia makubaliano ya usitishaji angalau kupitia mapitio ya siku 60 kwa kufunguliwa mfereji wa Hormuz. Hii taarifa nitakusomea baadaye, alafu ndio utaelewa kuwa Whiteman, tunajua huwa tunasema mzungu ana akili sana. Kwa hiyo tuna tabia kusema hivyo, alafu utaniambia wana akili hawana akili katika hii taarifa nikikusomea. Lakini kuna taarifa ambazo zimeandikwa kwenye vyombo vya habari tofauti. Nilikuwa nimeona mfano Trump warn Iran to open Strait of Hormuz or get hit very hard. Hiki ni kitu ambacho kinajirudia mara nyingi, yani anakwenda vizuri alafu anamaliza hovyo. Hawa Iran walishasema hawawezi kumaliza vita katika shinikizo lolote, yani hawawezi kulazimishwa, yani ndio jibu analokuambia. Lakini wakati huo Donald Trump anasema US and Iran having very good discussion. Trump anasema wamekuwa na mazungumzo bora zaidi hivi sasa kati ya Omani na kati ya Irani na Marekani. Kuna mazungumzo, ndio hayo nimekuambia kuwa kama yanaleta matumaini ya ulimwengu kuwa tunaweza tukaenda kwenye makubaliano ambayo labda wengi walikuwa nayasubiri. Haaretz lenyewe linaandika Trump tell Fox News we are having very good discussion with Iran. Trump alikuwa ameiambia Fox News kuwa wamekuwa na mazungumzo bora sana kuhusu wao na Irani, ndio anachokisema. Ripoti US Army third intercepted stockpile depleted by near 80% during Iran war. Hii nitakuja nielezee siku nyingine, kwa sababu hii ni taarifa ambayo iliandikwa juzi jana sana na vyombo vya habari vya Marekani, na hii ndio inatajwa kusababisha kupunguza ulimi wa Marekani. Angalau Marekani, mfano hii taarifa inasema stock ile ya mifumo ya ulinzi wa Marekani ile ya THAAD imeshuka kwa 80%. Yani Marekani hana mifumo ya ulinzi, yani toka kuanza vita yake na Iran ametumia zaidi ya 80%. Kwa hiyo hana ulinzi, ndio inatajwa kuwa huenda ikawa ni sababu pia ya kusababisha hivi vitu vishuke. Netanyahu say no Israel, anasema
Netanyahu say no Israel withdraw from Gaza until Hamas has been completely disarmed. Ili nililieleza jana kwenye uchambuzi wa jana nadhani au juzi nilieleza kwa kina kuwa haya mamlaka ambayo Netanyahu anayazungumza kuwa Israel haiwezi kujiondoa Gaza mpaka pale Hamas watapoweka silaha zao complete, yani pale kamili watapoweka silaha. Ametoa kwenye kifungu gani? Kwa sababu makubaliano ya usitishaji wa vita yanasimamiwa na makubaliano yaliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Netanyahu hana comment, hana sauti, kwa sababu hii sio sehemu ya mamlaka yake. Swala hilo lilishatoka kwenye mamlaka ya Israeli na swala hilo linasimamiwa moja kwa moja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo vifungu vilivyoeleza Hamas watawekaje silaha vipo, vimeainisha, sio sababu Netanyahu anataka. Sasa ngoja turudi tuzungumze hiki kinachoitwa makubaliano. Nitakusomea kidogo halafu tutafanya kidogo mjadala. Mimi nitasoma kwa mujibu wa gazeti la Israel la Hayom lilichokiandika, likinukuu baadhi ya vyanzo ambao vinafahamu hili tukio. Inasema hivi: Marekani na Irani zinakaribia makubaliano ya siku 60 chini ya mfumo uliopendekezwa, ambapo mfumo huu unasema meli zitasafiri kupitia maji ya Omani bila kulipa ada za usafiri, huku mabomu yaliyotegwa baharini yakiondolewa ndani ya siku 30. Kuna wakati huwa nakwambia, ndio maana nikuuliza white man are smart, yani kuwa kuna wakati tunawachukulia wazungu kuwa ni smart sana na wanaelewa vitu vingi. Wanasema kuwa meli zitapita bila kulipa ada yoyote. Rudi kwenye makubaliano yaliyovunjika ya MOU ya vifungu 14. Kulikuwa kuna kulipa? Irani walikuwa wanataka kulipwa hela kwa meli zinazopita au meli zilikuwa hazipiti? Kwani ugomvi ulikuwa nini? Ugomvi ulikuwa ni Marekani kuanzisha njia ambayo haijaidhinishwa, haikuwa masuala ya ada. Ieleweke hiyo. Inaendelea kusema Marekani na Irani na Omani zinakaribia makubaliano ya muda kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, huku utawala wa Trump ukitaka kutangaza mapema Jumatano. Hii ripoti imeandikwa na Axios ikinukuu vyanzo viwili vya kikanda na afisa mkuu wa Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, uongozi wa Irani ulishaukamilisha mchakato huo Jumanne. Sawa. Mpango huo umeibuka ambao unatarajiwa kutumika kwa siku 60 na chaguo litakuwepo la kuongeza. Katika kipindi hicho, meli zinazoingia Ghuba ya Uajemi zingetumia njia ya kaskazini kupitia maji ya eneo la Irani, na meli zinazoelekea bahari ya Arabia zingetumia njia ya kusini kupitia eneo la Omani kwa uratibu na Teherani. Hakuna ada, usafiri au ushuru utakaokusanywa. Na kufafanulia, vyombo vya habari jana vilikuwa na taarifa moja ambayo, na hii ilikuwa ni taarifa ambayo ilitoka nyuma, kwa sababu Oman na Iran walisema walikuwa kwenye mazungumzo ambayo wataratibu njia mpya ambayo wao walisema haitokuwa njia ile iliyowasababisha matatizo, wala haitokuwa katika njia ambayo iliombwa na Oman, kwa sababu Oman kuna wakati waliomba njia kwa Irani, Irani akakataa. Baadaye wakasema tuziruhusu meli zipite, lakini ada iwe zikipenda, wakakataa. Sasa jana vyombo vya habari vikatoa taarifa vikasema kuwa meli zitapita katika njia moja tu ya katikati ya maji yao, kati ya Omani na Irani. Ndio taarifa zilivyoandika kuwa zitapita katikati. Meli hizo zitapita, ambapo kwa mujibu wa hiyo taarifa kuwa hata Omani ataratibu, lakini itakuwa idhini ya Omani. Yani kuna meli zitafanya maombi ya kupitia kwa Omani, lakini Omani hataruhusu meli yoyote ipite, atairuhusu peleka kwa Irani kuwa bana kuna meli fulani inataka kupita, afu Irani wataidhinisha ile meli itapita, japo kuwa maombi yake imepelekea Oman, lakini uratibu wa ulinzi wa mlango mzima utakuwa chini ya udhibiti wa Irani. Sasa hii taarifa ina tofauti ndogo. Hii taarifa inasema kuwa meli zote zinazoingia Ghuba ya Uajemi, yani meli zote zinazoenda kupakia mafuta, gesi ambazo zinaingia sasa kwenye lango, zitalazimika kupita mlango wa kaskazini. Mlango wa kaskazini ndio mlango wa Irani. Halafu meli zote zinazotoka eneo lote la bahari, eneo lote la Hormuz, kutoka kuja kwenye bahari ya Arabia, hizi zitapita eneo la kusini ambao itakuwa ni lango la Omani. Lakini uratibu wote utakuwa chini ya Irani na udhibiti wote wa njia zote utakuwa chini ya Irani. Ikiwa haya makubaliano yako hivi, basi wanatakiwa kampime akili Donald Trump na washauri wake. Ikiwa haya makubaliano ndio yako hivi, Donald Trump akapimwe akili zake yeye na wasaidizi wake wote. Wanatumia nini kuwaza? Hivi wanachokipigania nini?
yani ni Mudi na Muhammad ndio kinachogombewa hapo. Fatuma na Fatma ndio kinachogombewa hapa. Maria na Mere ndio kinachogombewa hapa. Yani ni kitu kile kile. Hivi wamepigana vita ya nini kwa hizi siku 14? Trump kapoteza muda wa nini? Walikuwa wanataka kudhibiti njia ambazo zitaratibiwa bila ufadhili wa Irani. Sasa hiki nini kimebadilika? Yani Trump anabaki kwenye kauli yake aliyoitoa 2020. Hawa watu utawashinda kwenye vita, huwezi kuwashinda kwenye mazungumzo. Kwenye mazungumzo huwezi kuwashinda, kwa sababu jibu linakuja kuwa hapa unawashinda kwa kiwango gani ikiwa haya yatakuwa hivi. Nilizungumza wakati wa MOU ya vifungu 14. Wakati vinakuja, mnakumbuka vizuri, vifungu 14. Nilisema kabla hawajaidhinisha Marekani, sababu tulivisoma sana kwenye wengine wakasema, nikasema hebu acha tuvisubiri. Ikiwa Marekani watakuja kuthibitisha hivi ndivyo vifungu ambavyo watapitia katika kipindi hiki, nikasema kuwa Trump kashindwa vita. Na hawezi, haya makubaliano yamemkalia pabaya sana. Hata yasafishe kiasi gani, huwezi kuwadanganya watu wazima. Watu wana akili, wanaona kabisa umepoteza. Labda utakaa kulazimisha. Nini alichokaa? Si amekaa kidogo tu akagundua kuwa hapa nimejichanganya. Akarudi kuanzisha vurugu za Hormuz, nataka kuidhibiti. Sasa narudia kusema tena, ikiwa haya ndio makubaliano yamefikiwa, basi bado kesi ni ile ile, kwa sababu kile ambacho Marekani alikuwa anakitaka kwa Irani cha udhibiti wa Hormuz bado kiko mikononi kwa Irani. Irani hajaiachia Hormuz. Yani still kuwa hata kama meli zitapita kwenye njia ya Omani, lakini swala la ulinzi na usalama wa eneo lote la bahari litakuwa chini ya udhibiti wa Irani. Chini ya udhibiti wa Irani, na Irani ataratibu shughuli za meli zote. Ni hicho walichokuwa nakisema kuwa, yani vyovyote itavyokuwa, Irani hawataki kuondoa udhibiti wa Hormuz mikononi mwao. Sasa Trump alipigana ya nini? Hizi vita ya mwezi mzima katuvuruga hapa, bei ya mafuta imepanda, kila kitu alikuwa anapigana kwa shauri gani? Sasa mpango huo umeibuka, unatarajiwa kuendelea kutumika kwa siku 60. Yale ya siku 60 niliwaambia kuwa Irani tayari wanachungulia uchaguzi wa Marekani, wanachungulia uchaguzi wa Israeli. Wanamchezea, yani haya makubaliano mpaka uchaguzi wa Marekani utafika, watakuwa hawajafikia hata baadhi ya vifungu viwili. Yani hawajafika makubaliano ya msingi kwa ajili ya kutatua hili swala. Wanaweza kufika kwenye uchaguzi wa Marekani kwa hii mihemko ya Donald Trump, wanaweza kufika kwenye uchaguzi wa Marekani bado hivyo, lango linafungwa na kufunguliwa, lango linafungwa na kufunguliwa. Yani itakuwa ni hivyo, tunafunga na kufungua, wataendelea kumchezesha hivyo. Lakini inasema mpango huo unaibuka ambao utakuwa wa siku 60 na kutakuwa na chaguo la kuupanua, yani kuongeza. Katika kipindi hicho, meli zinazoingia Ghuba ya Uajemi zingetumia njia kaskazini, ndio kama nilivyokuambia. Sasa wakati huo pande hizo zitafanya kazi ya kuondoa mabomu ambayo yalikuwa yametegwa. Juzi nadhani kuna meli ililipuka wiki jana ambayo ilikanyaga bomu kule. Kwa siku 30 itakuwa kazi ya kuondoa yale mabomu. Mara tu mabomu hayo yatakapoondolewa, njia hiyo inatarajiwa kubeba trafiki ya pande mbili chini ya mpango wa kudumu utakaojadiliwa na Irani na Omani. Wanarudi pale halijamalizwa kuwa watarudi, yani kuwa chini ya mpango wa kudumu, yani watarudi sasa kwenye mazungumzo ya kudumu. Sasa sababu sasa hivi tunachofanya ni temporary, yani hii ni njia ya muda ili kujaribu kufikia makubaliano ya muda. Halafu haya makubaliano, yani sijui hawa wazungu hawasomi hivi vifungu mpaka mwisho, kwa sababu unaposoma ukiangalia haya makubaliano kwa usije kukataa mbele, kwa sababu haya makubaliano, njia hiyo inatarajiwa kubeba trafiki ya pande mbili chini ya mpango wa kudumu utakaojadiliwa na Iran na Omani, hakuna Marekani. Sasa ili iendelee ile njia, watataka kujadiliana kati ya Oman na Irani, ndio wataojadiliana kuwa tunajadiliana hii njia itapitika kwa staili gani. Sasa pale watapokuja kujadiliana, wao waseme tunaweka fee, msije kukataa, kwa sababu haki ya kujadili iko kwao, sio kwenu katika makubaliano. Yani shida ni kuwa hawasomi au wanaelewa kidogo au wanafanya nini, kwa sababu Irani mara nyingi anawashinda hawa kwenye vifungu. Yani anapokuja kuwabania ni kisheria au kwenye vifungu, anavyokuja kucheza nao kwa akili. Lakini wao wanakuja wanaanza kutumia nguvu, halafu mwisho wanakuja kunasa pale, yani walipoanza pale wanarudi. Sasa makubaliano hayo pia yanalenga kurejesha usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran na kuanzisha upya mazungumzo kuhusu makubaliano ya nyuklia. Inatarajiwa kuipa Irani udhibiti mkubwa wa trafiki ya baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz kuliko ilivyokuwa kabla ya vita. Umeelewa nini? Umeelewa nini? Wafia Trump, wafia imani, hivi vitu hawapendi kuvisikia. Lakini bahati mbaya kuwa upande mliochagua hapa hazipo. Yani shida ni hiyo.
Inawezekana una mapenzi, lakini upande uliochagua hawawezi kukupa, kwa sababu hapa bado. Inawezekana ni hapa, lakini uwezo pia. Wanaweza kuwa na smart kichwani, lakini hawana uwezo wa kutimiza, kwa sababu ukiangalia haya makubaliano mengi yanayoendelea na hivi vitu vinavyoendelea, mfano Iran anavyosukuma hivi vitu, ni kwa sababu ya shinikizo. Yani kuna sehemu wewe umeshikwa, na kuna sehemu hata ya binadamu ukikamatwa wewe, hata kama ulikuwa umeficha wapi, utasema iko sehemu fulani huko. Kwa hiyo hata nchi iko hivyo. Yani kwa Marekani alipokamatiwa kwenye huu mzozo, baba hata angekuwa ameficha nini, ataonyesha tu kuwa kiko sehemu fulani, nenda kachukue. Sasa ndio hiki, haijalishi una nguvu kiasi gani, lakini umekamatwa ukiwa wapi. Ulipokamatiwa, basi hiyo story inakuwa ni story nyingine. Mzee, unajua hata uwe na mbabe bouncer wa kiasi gani, ukifumaniwa na mke wa mtu, mme wake, hata akiwa unaweza ukampiga kofi, lakini utajishusha, utapiga chini. Kwa nini? Kwa sababu uliponaswa. Ndio hadithi kama hii kuwa sehemu ambayo Marekani amenaswa ni sehemu ambayo hana chaguo. Sasa ndio inasema hivyo. Katika mahojiano na Fox News, rais wa Marekani Donald Trump alisema ilikuwa siku njema sana na kwamba Iran wamekuwa wakijadiliana siku nzima licha ya kukataa kwao. Inaonekana mambo yanaendelea vizuri. Trump alisema akisisitiza kwamba ikiwa makubaliano yatafikiwa na mlango wa Hormuz kufunguliwa tena, Irani haitokuwa na silaha za nyuklia tena. Trump aliongeza kwamba Marekani ilikuwa na udhibiti kamili wa maendeleo katika mlango wa bahari kupitia kizuizi chake. Alipoulizwa nini kitatokea ikiwa mazungumzo yatafanyika tena, akasema ninao muda. Hebu chukulia kitu kimoja, anasema kuwa inaonekana mambo yanaendelea vizuri. Trump alisema akisisitiza kwamba ikiwa makubaliano yatafikiwa na mlango wa Hormuz kufunguliwa, manake umefungwa. Ikiwa watafikia na mlango wa Hormuz kufunguliwa, na Irani haitokuwa silaha za nyuklia. Trump aliongeza kwamba Marekani ilikuwa na udhibiti kamili wa maendeleo katika mlango wa bahari kwa kizuizi chake. Umeielewa hiyo hadithi? Ikiwa makubaliano yatakubaliwa na mlango utafunguliwa, nani kaufunga? Yani ikiwa watafungua na mlango, lakini sisi tumedhibiti. Umedhibiti nini kama mlango umefungwa? Yani kipi ulichokidhibiti hali ya kuwa unaomba mlango ufunguliwe? Sijui unaelewa? Jamani, dakika nyingi nimekwisha zieleza hapa. Nadhani mambo mengi huwa ninazungumza kupitia magrupu yetu ya Rahby, na wale mnaotufuatilia mnafahamu, na kama tulivyowaambia kuwa inshallah kuanzia mwezi Septemba kila mmoja ataweza kufikiwa na uchambuzi, kwa sababu tutarahisisha njia za uchambuzi kwa kuweka app maalum kabisa ya Rahby Digital ambayo itakuwa kwenye App Store na Play Store hivi karibuni, na popote ulipo duniani utaweza kufuatilia uchambuzi wetu bila chochote, bila kufanya nini. Wewe utalipia tu, utalipia ukitaka kulipia siku moja, ukitaka kulipia wiki, ukitaka kulipia wiki mbili, ukitaka kulipia mwezi, ni wewe tu, pale pale unalipa na service inakufikia na uchambuzi unaupata vizuri kabisa wa kila siku, uchambuzi wa kila siku kwa dakika takribani 20 mchana na dakika 20 jioni. Unapata haya mambo kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Ni kutakie kila la kheri, na inshallah tutazungumza hapo baadaye mambo yakikaa sawa. Asante sana.